Na mtazamaji, nacho chama cha mawakili nchini LSK sasa kinasema kina ushahidi kuwa maafisa wa polisi walishirikiana na magenge ya wahalifu waliokuwa wakiwahangaisha watu na kuvuruga maandamano ya hapo jana. Aidha, idara ya mahakama pia imekosoa matukio ya hapo jana ambapo watu kadhaa walijeruhiwa baada ya magenge kuingilia maandamano ya kudai haki kwa mwanablog Albert Ojwang. Olive Barros anaarifu. Kupigwa risasi kwa mchuuzi wa maski na maafisa wa polisi wakati wa maandamano ya kutaka kujiuzulu kwa naibu inspekta jenerali wa polisi aliyejiondoa kwa muda Eliud Lagat kumeendelea kuibua hisia. Idara ya mahakama kwenye taarifa ikisema inaghadhabishwa na ongezeko la visa vya dhulma za polisi na magenge kushirikiana na polisi. Msemaji wa idara ya mahakama Paul Ndemo akitaka kutambuliwa na kukamatwa kwa wahuni waliozua taharuki jijini. Chama cha mawakili hata hivyo kinasema wana ushahidi kuwa wahuni hao walikuwa wakishirikiana pakubwa na polisi. We are exasperated by videos showing an attack by the criminal gang on an advocate of the High Court of Kenya who was on his way to meet with a client, Mr. Ken Ochieng, who confirmed that he witnessed the crowd of goons who descended on him being dropped off along Koinange Street by a police Land Cruiser escorted by several bodabodas carrying multiple armed pillion passengers. Ushirikiano huo wa polisi na wahuni ukiibua wasiwasi mkubwa kwa mujibu wa LSK. We have seen images of police officers looting and making away with laptops from shops broken in by the goons. Tuhuma ambazo polisi wamekanusha. Nayo tume ya ICJ pia imeshutumu yaliyoshuhudiwa jana, wakisema wanataka ukaguzi wa haraka wa bunduki zote zilizotumika wakati wa vurumai lililoshuhudiwa jijini ili kuziba mianya ya ushahidi kama ilivyoshuhudiwa kwenye uchunguzi wa mauaji ya Rex Masai. Olive Barros, Runinga ya City.